Mtu wa Mungu, niko na neno kwa ajili yako. Niko na neno kwa ajili yako. Niko na neno kwa ajili yako. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2. Maandiko yanasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mstari wa 2, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Nini ikatokea? Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mara nyingi watu wengi wanajikuta kwenye struggle kwenye maisha yao kwa sababu wanakosa utulivu kwenye vitu vyao. Wanakosa kupatikana kwenye mambo yao. Maandiko yanasema nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa limefunika uso wa nchi, lakini roho ya Mungu ilikuwa juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ilikuwa juu ya uso wa maji. Maana yake nini? Mungu aliendelea kupatikana kwenye picha yake. Regardless nini kilikuwa kimekosekana, regardless nini kilikuwa hakieleweki, roho ya Mungu ilikuwa juu ya uso wa maji. Nataka nikuambie kitu kimoja. Kwenye hilo jambo ambalo linakunyima usingizi, kwenye hicho kitu ambacho kinakaribia kukatisha tamaa, usiondoke. Usiondoke. Endelea kupatikana kwenye hicho kitu. Endelea kupatikana kwenye hicho kitu. Sometimes njia sahihi ya kupata majibu sahihi kwenye situation yako ni kuendelea kujiuliza maswali tena na tena mpaka umepata majibu. Sio mara zote watu wenye akili nyingi ndio ambao wanaweza kufanikisha mambo. Ni watu ambao wanaendelea kupasisti kujiuliza, ni kwa namna gani naweza nikapata majibu kwenye hiki? Ni kwa namna gani naweza nikatoboa kwenye hiki? Maandiko yanasema nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, lakini roho ya Mungu ikatulia. Mungu alipatikana kwenye picha yake. Mungu hakuondoka. Mambo yalikuwa hajakaa sawa, lakini Mungu aliendelea kupatikana. Sijui ni kwa kiasi gani mtu wa Mungu wewe umepatikana kwenye biashara yako. Sijui ni kwa kiasi gani mtu wa Mungu umepatikana kwenye hiyo ndoa na mahusiano yako. Sijui ni kwa kiasi gani umepatikana kwenye hiyo kazi ya mkono wako. Nataka nikuhakikishie mchana wa leo, kama utawekeza kupatikana kwenye hicho kitu ambacho unakifanya, nina uhakika utakwenda kiwango kingine. Kama utawekeza kupatikana kwenye hicho kitu ambacho unakifanya kwa bidii, utaenda kiwango kingine. Kama utawekeza kupatikana, utaanza kupata ideas, utaanza kupata ufunuo, utaanza kupata strategy, utaanza kupata kanuni, na utajua ni kwa namna gani unaweza ukapata matokeo ambayo haujawahi kuyapata. Mstari wa 3, Mwanzo 1:3, kuna kitu ambacho nakipenda. Maandiko yanasema Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Maana yake nini? Ni kwamba kadiri ambavyo aliendelea kupatikana kwenye picha yake, ndipo ambapo alitengeneza uwezo wa kupata ufunuo, nini cha kusema, ili kuweza kuleta picha ambayo anatamani itokee kwenye kitu chake. So mtu wa Mungu, mara nyingine tunakatwa kwenye vitu vyetu kwa sababu tumechagua kukosa kupatikana. Tumechagua kuondoka mapema. Tumechagua kukata tamaa mapema. Tumechagua kugairi mapema. Mchana wa leo natamani kukutia moyo mtu wa Mungu, usikate tamaa. Usikubali kurudi nyumbani. Usikubali kuahirisha. Patikana kwenye kitu chako. Mungu akubariki.